Hello wapendwa, habari ya wakati huu, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penikia Afya. Kama ni mara yako ya kwanza, jitahidi sana ubonyeze kengele, lakini pia usisahau kusubscribe ili uendelee kupata masomo mengine zaidi na zaidi kadiri tunavyofundisha. Leo ni siku nzuri ambayo itaenda kusaidia kuelewa faida za limao wakati wa ujauzito. Watu wengi hujiuliza, je, limao ni salama kwa mama mjamzito na au lina faida gani kwa afya ya mama mjamzito na mtoto? Lakini pia katika video hii tutazungumzia faida 8 muhimu ambazo ni faida za limao kwa mama mjamzito. Usisahau kulike video hii, kushare, lakini pia kubonyeza kitufe cha kengele au alama ya kengele ili usikose elimu zaidi ya ujauzito na afya ya mtoto. Faida ya kwanza ni kupunguza kichefuchefu au kutapika. Hiyo ni faida ya limao ikiwa ya kwanza. Moja ya changamoto kubwa katika miezi ya mwanzo ya mjamzito sana sana ni kutapika au kuwa na kichefuchefu sana. Lakini pia faida ya pili ni kuimarisha kinga ya mwili wako, na hii limao lina vitamin C kwa wingi. Kwa hiyo itakusaidia mwili kupambana na maambukizi na kuimarisha mfumo wa kinga, jambo muhimu sana wakati wa ujauzito wako. Lakini kitu kingine au faida nyingine ni kusaidia mwili kufyonza mafuta mwilini au madini ya chumvi. Faida ya tatu ni kusaidia mwili kufyonza madini ya chuma. Madini ya chuma ni muhimu katika kuzuia upungufu wa damu kwa mjamzito. Kwa vitamini C iliyopo kwenye limao husaidia mwili kufyonza madini yote ya chuma na kwa ufanisi zaidi kutoka kwenye vyakula ambavyo utakuwa unakula. Lakini faida ya 4 ambayo tunaiona ni kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Baadhi ya wajawazito wanapata matatizo ya mmeng'enyo wa chakula. Wakati mwingine kunywa maji mengi au yale maji ambayo yapo kwenye limao yanasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuboresha mmeng'enyo wa chakula kwa mama mjamzito. Lakini faida ya 5 ni kusaidia kupunguza matatizo ya kufunga choo. Hii itakusaidia sana kwamba ujauzito unaweza ukakusababishia kufunga choo kutokana na mabadiliko ya hormones. Lakini pia ni kuongeza unywaji wa maji mwilini na kuchangia utendaji kazi mzuri wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. So ukiwa unakula limao, yale maji yake yatakusaidia sana 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 kupunguza hiyo shida. Lakini faida ya 6 ambayo tutajifunza siku ya leo ni kusaidia mwili kuwa na maji ya kutosha. Hii ni kukaa na maji ya kutosha mwilini ni muhimu sana 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 kwa mjamzito, kwamba kuongeza limao kwenye maji kunaweza kukufanya iwe rahisi kunywa maji mengi zaidi na hivyo kusaidia mwili kuwa na maji ya kutosha. Sijui tunaelewana. Lakini faida ya 7, limao inasaidia kupunguza uchovu kwako wewe mama mjamzito. Vitamins na madini yaliyopo kwenye limao ni mazuri sana, ambayo yanaweza kukusaidia wewe mwili kufanya kazi vizuri na kupunguza hali ya uchovu ambao unakuwa nayo muda wote. Lakini zaidi katika shughuli zako za kila siku utaweza kuwa sawa. Na faida ya 8 ambayo tunaweza kuiangalia ni kuchangia ukuaji mzuri wa mtoto ambaye yupo tumboni. Kwa sababu limao ina vitamini C, ni muhimu katika ukuaji wa tishu mbalimbali za mwili wa mtoto. Hivyo ulaji wa vyakula vyenye vitamini C kama limao inaweza kuchangia sana kumweka mtoto kuwa kwenye mazingira mazuri na bora na ya mama na mtoto. Lakini kuna tahadhari ambazo unatakiwa kuzingatia. Tahadhari ni muhimu sana. Ingawa limao ina faida nyingi, lakini pia ni muhimu kuitumia kwa kiasi kidogo, usitumie kwa kiasi kikubwa. Lakini pia matumizi ya limao kwa wingi yanaweza kusababisha kiungulia, kuathiri meno kutokana na ile asidi iliyopo ni nyingi. Lakini ikiwa una tatizo la tumbo au una ushauri maalum kutoka kwa madaktari, fuata maelekezo ya kiutaalamu ili uweze kuendeleza vizuri afya yako na ya mtoto pia. Kitu kingine ambacho naweza nikawaambia katika siku ya leo au kwenye somo letu hili, kwa ujumla limao linaweza kuwa na faida nyingi sana kwa mjamzito ikiwa litatumika kwa kiasi kidogo sana, usitumie kwa wingi. Lakini pia lina lishe bora na linaweza kusaidia kupunguza kichefuchefu, kuimarisha kinga
kinga ya mwili, lakini pia kusaidia kumengenya chakula, lakini pia kuchangia afya ya mama pamoja na mtoto ambaye yupo tumboni. Hivyo utaweza kuwa salama na mtoto ataweza kuwa salama. Asante sana kwa kututazama na kuendelea kufuatilia chaneli yetu ya Penicare Afya. Kama umejifunza kitu, usisahau kulike, kushare, lakini pia usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili uendelee kupata masomo zaidi na zaidi.